Sunday, and I'm hoping that there are 2 more Sundays. In the month of August, we shall have a teaching on sacrificial giving. In the month of August, we shall have a teaching also on honoring the God-given authority. Now, Exodus chapter 20, from verse number 1. I want you to read what your Bible says from verse 1, and then we read all the way to verse number 17. Na hii ndio maandiko tutakuwa tumesoma last Sunday, ndio tunasoma wiki hii, ndio tunasoma wiki ambao the next coming 2 weeks, and God is going to help us in Jesus' name. So you can follow with me. I'm reading in English from the Good News, lakini nitajaribu pia kutafsiri kwa Kiswahili ili Mungu akaweze kutusaidia. Exodus chapter 20 from verse number 1. Remember, we are looking at the 10 commandments and why they are important to us today in the 21st century church. So the Bible says, verse number 1 of Exodus chapter 20, the Lord spoke, and these were his words. I am the Lord who brought you from Egypt, where you were slaves. Worship no God but me. Do not make for yourself images of anything in heaven or earth or in the water under the earth. Do not bow to any idol or worship it, because I am the Lord your God, and I tolerate no rivals. And I bring punishment on those who hate me and their descendants down to the 3rd and 4th generation. But I show my love to thousands of generations, those who love me and obey my laws. Verse 7, do not use my name for evil purposes, for I am the Lord, for I, the Lord your God, will punish anyone who misuses my name. Verse 8, observe the Sabbath and keep it holy. You have 6 days in which you are to do the work, but on the 7th day, the day of rest dedicated to me. On that day, no one is to work, neither you nor your children, or your slaves, your animals, nor the foreigners who live in your country. In 6 days I, the Lord, made the earth, the sky, the sea, and everything in them. But on the 7th day I rested. That's why I, the Lord, has blessed the Sabbath and made it holy. Verse number 12. Respect your father and mother, so that you may live a long life in the land that I'm giving you. Verse 13. Do not commit murder. Verse 14. Do not commit adultery. 15. Do not steal. 16. Do not accuse falsely. And 17, do not desire any man's house, do not desire his wife, his slaves, his cattle, his donkey, or anything else that he owns. And that is the word of the Lord. Praise and glory be to his holy name. Now, nilisema kwamba sheria hizi ambazo Musa aliweza kupatiwa na Mungu za wana wa Israeli, hawa watu hawakuwa wanapewa sheria hizi ili zikapate kuwakomboa kutoka Misri. Tukasema kwa mstari wa kwanza kwamba hawa watu tayari, they were already set free. Mungu alikuwa ameshawatoa Misri, na alikuwa anataka nchi hii ya wana wa Israeli iwe ni nchi ambayo itakuwa ni mfano mzuri, kwamba mataifa mengine yangepata kuangalia nchi hii na wakaweze kuona jinsi ambavyo Mungu angependa watu waishi. Tukasema kwamba there are many laws that God had given Israel that are not applicable to us today. The religious laws about sacrifices, those ones are not applicable to us. The civil laws, jinsi ambavyo wangejenga nyumba, wangeishi kwa kambi, those are not applicable to us today. But these moral laws, sheria ambazo zilikuwa zinasema tabia, jinsi ambavyo wanafaa kuishi, these ones are applicable to us today. Now, I want to start by saying kwamba kiini cha Mungu ilikuwa ni kwamba wana wa Israeli wakakae maisha ambayo ni matakatifu mbele yake. That God wanted these people to live a life of practical holiness. Wasiwe tu ni watu wa kukaa maisha kama nchi ambayo walikuwa wametoka na nchi ambayo walikuwa wanaenda. Alikuwa anataka wao wawe tofauti. Now remember, these people were from a nation that was used
to the worship of other gods and idols. Kule Misri walikuwa wamezoea kuona watu wakiabudu miungu tofauti tofauti. Na mahali ambapo walikuwa wanaenda ile nchi ya Kanaani, wale wa Kanaani walikuwa wako huko, walikuwa wanafukuzwa kwa sababu ya hiyo tu shida. Kwa sababu walikuwa wamekataa kumwabudu Mungu akiwa Mungu pekee. So they were from a nation that was worshiping gods. They were going to a nation that was full of idols. Sasa wao ndio walifaa kuonyesha ule utofauti. They were supposed to show that kind of a difference. Now, and we left it at this particular juncture. Yesu Kristo aliweza ni kusummarize all these commandments, akazisummarize zikawa mbili. And you see that in Matthew chapter 22, you can read from verse 37 and verse number 38. Hapo ndio Yesu aliweza kusummarize. Na akasema kwamba the two most important commandments are this, that you love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And the second most important commandment is that you love your neighbor as you love yourself. Now, the focus today that we have is for these first four commandments. These first four commandments. And these commandments were very clear. These people were told, because I am the Lord your God, do not have no other gods before me. And then they were told, do not make for yourself idols of any kind in earth, in heaven, or even under the earth. Do not make any image to resemble me. And then they were told, do not use my name in vain. And lastly, they were told to observe the Sabbath. Now, these four laws were to deal with their worship of God. Ni sheria ambazo zinatunenea ama zinatuzungumzia jinsi ambavyo Mungu anafaa kuabudiwa, ama vile ambavyo walikuwa expected kumwabudu huyu Mungu. Now, life is about two things. Life is about God and it is about other people. And that is why anything that you do here on life, it is either about God or about people. Na sasa Mungu akaangalia akaona kwamba kabla kuwafunza sheria za jinsi ambavyo wanafaa kuishi na watu wengine, ni lazima angechukua funza na kuwafunza na kuwapatia sheria ambazo zingewasaidia wakaweze kuishi pamoja na yeye. Because our relationships are vertical and horizontal. You deal with God and you deal with people. And how you deal with God or how you view God in your life really affects how you deal with people. Ukiona uhusiano wako na watu ni uhusiano ambao ni mgumu, kuna shida na matatizo, ama wewe ni mtu ambaye hausikizani na watu, angalia uhusiano wako na Mungu. Because if you have the correct kind of a relationship with God, He will help you and enable you to be also to relate well with people. If your vertical relationship with God is okay, then your other horizontal relationships, God will help you to keep bettering them. Kwa hivyo Mungu kwa hekima yake akaona kwamba kabla nifunze hawa watu jinsi ya kuishi mmoja kwa mwingine, ni lazima nikapate kuwafunza jinsi ambavyo wanafaa kuishi pamoja na mimi. Ni lazima niwafunze jinsi ambavyo wanafaa kuniabudu. Akawaambia, sitaki muwe na miungu mingine. Sitaki muwe na ama mtumie jina langu kwa njia ambayo haifai. Na akawaambia, nataka muwe na wakati mnatenga special time ya kuweza kuniabudu. Now, how you view God really dictates how you speak about Him. And that's why He said, do not use my name for vain purposes. Kwa sababu vile ambavyo unaona Mungu inaonekana sana na jinsi ambavyo unaongea kuhusu huyo Mungu. Mahali ambapo umeweka Mungu katika maisha yako inaonekana wakati ambapo unakuja mbele zake.
kwa sababu akiangalia katika mioyo yetu anaweza kuangalia na ajue na aone kana kwamba kuna kitu ambacho umeweka mbele yake. Na ukumbuka kwamba hawa watu wanatoka kwa nchi ambayo ilikuwa imejaa gods. They were gods of the sun, gods of the rain, gods of the harvest. And they were also going to a nation that was full of gods. Now, I want you to understand this one point. Kwamba kwa Mungu kupatiana hizi sheria 4 za kwanza, hakuwa anataka achukuliwe na wana wa Israeli aongezwe katika miungu mingine. God did not want to be added in the list of gods. He wanted these people to do away with all the gods and to worship Him alone. Let me repeat that point, because if you do not get anything else I say, please understand this one point. Mungu hakuwa anataka kuongezwa kwa niaba, kwa lineage ya miungu ambayo ilikuwa iko kule Misri na ambayo ilikuwa kule Kana na mahali ambapo wanaenda. Alikuwa anataka hawa watu waondoe miungu yote. They do away with every other form of idol gods, and they leave Him as only one who should be worshipped. Now, hii ndio sababu ambayo hufanya Ukristo iwe tofauti na dini zingine za dunia. Kwa sababu sisi tunajua kwamba njia ya kuenda kwa Mungu ni moja peke yake. Is only one. It is through Jesus Christ. Na anasema John chapter 14 verse number 6, I am the way, I am the truth, and I am the life. And there is no other way to the Father but through me. Now, hii haikuwa ni jambo rahisi kwa wana wa Israeli kufanya. Kwa sababu kama ingekuwa tu ni kuchukua huyu Mungu Jehova. Remember anawaambia, Moses anaambiwa aende awaambie, I am that I am. I am Yahweh your God who created your father. Na nataka muachane na hii miungu mingine, munichukue mimi nikiwa peke yangu mniabudu. Do away with all the other gods and worship me. Now it is hard because hawaambiwi waongeze kwa ile idadi. It would have been very easy kama Mungu angekuwa anawaambia nichukueni tu mniabudu, niongezeeni kwa other gods that you worship and continue worshiping me as the other gods. But now God demanded of these people, you know, a commandment is not a request. Commandment is your opinion. Exodus chapter 20, we are not having the 10 opinions. A command is something, when you hear a command has been given, is something that has to be followed to the letter. For example, the decree that has been issued by our government that, you know, because of the COVID situation, by 10 p.m. be in your house until 4 a.m. in the morning. The government is not requesting us. It is commanding us. It is telling us this is how you are supposed to do. Now, because God wanted personal holiness for this nation of Israel, He told them, you people have to do away with every other god. Lazima muondoe kila aina ya miungu ambayo mko nayo. Na ni lazima munifanye mimi peke yake niwe Mungu ambaye mtamwabudu. Why was God telling these people that they have to make sure that He is the only God that they are supposed to worship? Ni kwa sababu mwanadamu hufanyika kama kitu ambacho anaabudu. I want you to get this point. Every one of us becomes like that which you worship. Whatever you worship has the ability to form you to become like it. Now look at your Bibles in Psalms chapter 115 and verse number 8. And see what the Bible has to say. You become like that which you worship. Psalms 115 verse number 8. Psalms 115 verse number 8.
want you to read what your Bible says. Psalms 115 verse number 8. My version says, all who made them and trust in them become like the idols they have made. Kwa Kiswahili nasema kwamba wote wanaoitengeneza wanafanana nayo, kadhalika wote wanaoiamini. You become like that which you worship. If you worship an idol, it is able to distort you to become like it. If you worship and focus on God, He is able to change you. That's why the Bible says that do not be conformed, in Romans chapter 12, do not be conformed by the standards of this world, but let your lives be changed by the transforming of your mind. If you focus on the worshiping of God, He will transform you to become like Himself. If you focus on the worshiping of God, they will distort you to become just as they are. Now I want you to also remember this, that in the book of Genesis, when God was creating man, He said something, that I have made man in my own image. So the desire of God, because the image of God was painted in us, is that through us worshiping Him, kupitia sisi kumuabudu. And by worship here, I don't mean just coming to sing songs of praise. I mean a lifestyle where you have put God before any other thing. Simaanishi kuja kuimba nyimbo za sifa. Simaanishi kuja kanisani pekee. Na maanisha kwamba maisha yako yote umeyatoa kwa Mungu. Umepata kuweka chochote ambacho uko nacho katika mikono yake. Umemwambia Mungu, nataka kukuweka mbele. I want to have you first. Now even when God is giving the commandments, He wants to be first. Na ukiangalia katika Biblia saa yote Mungu anataka kuwa wa mbele, kwa sababu anajua wakati anafanyika kuwa wa mbele, ukimweka katika katikati ya kila kitu ambacho unafanya, mambo yako ingine yote ambayo yatazungukwa na hayo mambo huenda yatafanikiwa. Na ndio ukisoma hata Genesis chapter 1 verse number 1, mahali Biblia inaanza, inasema in the beginning God. Ndio ukisoma maandiko anaitwa Alpha na Omega. Anataka kuwe ndio mwanzo. Alpha is the first alphabet of Greek. Alpha na Omega ndio mwanzo na ndio mwisho. Anataka kufanyika Alpha, awe ndio mwanzo wa maisha yako. Yaani hakuna kitu ambacho utakifanya katika maisha yako bila kupata kumhusisha Mungu, kwa sababu yeye ndio Mungu ambaye umepata kumweka mbele katika maisha yako. So when God was demanding worship from the Israelites, alikuwa anakusudia kwamba hawa watu wataniweka mbele, wataniruhusu niwe kitu ambacho ni cha kwanza katika maisha yao. Now our God does not want to become number 2. He does not want to become number 3 or number 4 in terms of your priority in your life. Mungu wetu anataka wakati wote kuweza kufanyika number 1. And that is why the first 4 commandments alikuwa anawaambia kwamba ni lazima wakapate kumweka mbele. Na ukumbuka tunasema anataka tumweke mbele ili akaweze kutubadilisha na kutumold na tufanye kama jinsi ambavyo yeye mwenyewe anataka. Now if you worship and follow other things that are God, you will be molded to become just like them. But if you worship the Creator God, you will be molded to become like Him. How is this possible? Wakati unaabudu vitu vingine ambavyo sio miungu, mawazo yako yanaanza kubadilishwa, unaanza kukaa kama mtu wa ulimwengu. That is how you end up becoming like that particular idol. Maisha yako inabadilishwa, unaanza kukaa kama ni mtu ambaye ni wa kidunia. Na ukiangalia Romans chapter 1 from verse 18 to verse number 27, Romans 1:18 to 27. Maandiko inasema,
Wakati ambapo watu wa dunia walipomkataa Mungu, ni Paulo anasema kuhusu siku za mwisho kwamba Mungu aliwaachilia wawe kama jinsi ambavyo wao wenyewe walitamani. So if you fail to put God first in your life, you are molded to become like the world. Unaishi kulingana na vile ambavyo dunia na miungu mingine inataka. But if you look at Colossians chapter 3 verse number 10, Paulo anawaambia Wakolosai kwamba wakati ambapo mnamruhusu Mungu akuwe wa kwanza katika maisha yenu, inasema kwamba anakubadilisha, anakutengeneza until you get to reach to the fullness, to the full image of Christ that is in you. Yani Mungu wetu anakubadilisha mpaka unafanana na yeye. Now the question then begs, kwa sababu sasa huwa hatutengenezi miungu. For us, you cannot, it is rare to find a Christian who is bowing down to an idol or to a god or something. How is this now applicable to us today? Kumbuka tunasema kwamba Mungu hakuwa anataka wana wa Israeli wamuongeze in the list of gods that they had. Now, how is it possible for a Christian today to have God as first in his life? Na ni nini ambacho kinaonyesha kwamba huyu Mkristo hajamweka Mungu mbele? Kwa sababu inawezekana siku ya leo kuwa kwamba kuna mmoja wetu ambaye ama sote ambao tumehusika kuwa na miungu katika maisha yetu. Now remember I told you that in the book of Jeremiah, Mungu aliwaambia wana wa Israeli, Jeremiah should be 31 verse number 33, kwamba wakati unafika ambapo sheria hii sitakuwa nimeiandika kwa mawe, sheria hii nitaiandika katika roho zenu. Kwa hivyo kitu ambacho Mungu anafanya wakati anaangalia roho zetu, Jesus said, love the Lord your God with all your heart. So when God comes to check if you are worshiping him first and you are putting him first in your life, anakuja na kutazama na anaangalia moyo wako. Na ndiposa akiangalia katika moyo wako, atajua kwamba kama kuna miungu mingine ambayo wewe umepata kuweka huko ndani ya moyo wako. Na kwa sababu unakuta kwamba katika maisha yetu, when we are looking for identity, when we are looking for meaning, when we are looking for security, it is possible for us to have other things that are before God. Inawezekana katika maisha yetu tuwe na mambo ambayo tumeweka mbele ya Mungu. And anything that you have put before God is something that becomes an idol. Now this is how you discover an idol in your life. Hivi ndivyo mtu huwa anatambua miungu katika maisha yake. If there is something that you are giving more devotion, ukiangalia kwa siku yako ya 24 hours, kitu ambacho kimechukua wakati mwingi kuliko Mungu, hiyo ni miungu katika maisha yako. Kama kuna kitu ambacho kwa maisha yako unakipatia more devotion, ukiangalia the 8 hours that you have to spend, kwamba hii kitu ndio imechukua most of my time than God, then that is a small God in your heart. Ukiangalia kitu ambacho unapenda zaidi kuliko Mungu, hicho kitu kimefanyika miungu katika roho yako. Ukiangalia kitu ambacho unajali zaidi kuliko Mungu, something that you care about more, something that you are devoted to more than God, something that you spend time with more than God, that thing is an idol in your heart. Now, what are the examples of things that become idols in our hearts? Your work can become an idol. That's why we have this category of people who are called workaholics. Kwamba huyo mtu kitu ambacho anajua kazi yake ndio Mungu wake. Every other time they devote their work, they devote time to their work and nothing more.
Fame can become an idol. Umaarufu wako unakuta kwamba umekuwa maarufu. Siku hizi watu wanasema kwamba lazima mahali penye ninaenda lazima niende nitese. Kutaka kwako kutesa kunaweza kufanyika miungu katika maisha yako. Such that ukifanya kitu haufanyi ndio Mungu aonekane ama Mungu ajulikane. Nataka nifanye kitu ndio watu wanione mimi, wanitambue. Lazima nitese. If that kutesa is more than what God has desired for us, then that faith can become an idol in my life. Pleasure, raha inaweza kuwa miungu katika maisha yetu. Pleasure can become an idol. Wakati ambapo Timotheo alikuwa anaambiwa na Paulo kwamba siku zinafika wakati ambapo watu watapenda raha kuliko vile wanapenda Mungu. If today we said here that we are not coming for worship, we are just coming for dunda, miziki wekwe hapa, speaker zile kubwa, maufa na kuna DJ anafanya mambo yake hapa, alafu kuna mtu pale nje anatengeneza masmocha, unaingia kudungwa kismocha. Wale wazee smocha ni chapo imekunjwa, inawekwa smoki katikati, inapasuliwa katikati na inawekwa tomato sauce. Hiyo vijana wanaita smocha. Na nikumbusha rafiki yangu mmoja alikuwa anataka kuwa surgeon. Alafu akaulizwa na mtu, ile dream yako ya kuwa surgeon ilifanikiwa? Akasema, nishakuwa surgeon. Unafanyanga watu operation wapi? Akasema yeye anapasuaga masmoki. Na anaziweka kachumbari. Si bora ni kufanya upasuaji. So tukisema ati tunataka watu wawe hapa na raha, tuweke dunda, marege, genge tone zile tu hapa, ma DJ wale ma DJ dunia chukua wanomo, tuwalete hapo, ukiingia pale unachukua kisimocha na drink yako. Hayo pesa iko kwa mfuko ya nyumba. Umekuja kutesi. Hii mahali ni siku moja tu, the whole of this place will be filled. Because in the last days watu watapenda raha kuliko vile wanapenda Mungu. So raha na kutaka kujifurahisha inaweza kuwa miungu katika maisha yako. Your hobbies and your interests can become your idols. Unakuta kuna mtu ambaye ukimuuliza siku ya leo, umuulize akuambie English Premier League iko na timu ngapi, na kwa hizo timu, na msiangalie hizo, I'm not talking about hizo. Na kina Peter anafanya hiyo ndio profession yake, mchanganuzi wa sport. Na unamuuliza timu ile unapenda, wachezaji ni wagani? Mtu anaweza kuambia timu, anakupatia history, anakupatia wachezaji, vikombe zile wamechukua, game ile next wanacheza, formation yao, coach, anakupatia budget ya hiyo timu. Hata Wakenya tunafaa tupelekwe majuu na tulipo juu ya kujua mambo hiyo mpira. You find you have a lot of information about a particular thing, lakini ukiulizwa mambo kadhaa ya Mungu, unasema hiyo verse siko very sure, lakini najua Bible inasema kitu kama hicho. Sijui kabisa mahali wa mstari huko, lakini nafikiri nilisikia kitu kama hicho. So those hobbies and interests can become an idol in your life. Kuna watu unakuta mtu analala saa 9 akifuata series fulani, hawezi toka hapo. So hiyo ameweka earphones ama speaker pale, ameweka bass ile kubwa, anafuata series, a movie series, they are able to follow it for days without even sleeping. Na mchungaji akijaribu saa hii hapa nimepitisha kuhubiri na 15 minutes, mtu anaanza kulala. But when you are watching a movie and a series, your eyes, macho unakondoa, inakaa ni kama jicho ya pikipiki, umefungua macho ya pikipiki ya ndudi, huwezi lala, uko hivi ya pikipiki. Lakini kwa nyumba ya Bwana lazima ufunge macho kidogo kidogo.
Na unasema kwa nyumba ya Bwana kuna pumziko. Nimekuja kupata pumziko. Usiniangushe, niko kwa nyumba ya baba yangu. So those movies can become idols and entertainment. Kuna mtu unakuta kwamba anapenda nyimbo ama kufanya a certain hobby than kuliko na vile ambavyo anapenda Mungu. Na una discover idol katika maisha yako ama katika moyo wako, na kwa njia hii ask yourself, what do I devote most of my time to? In these days, even social media inaweza kuwa ni miungu katika maisha yetu. That ile time una spend kwa gadget. I'm not saying it's bad, because there are people who are doing business with it. I'm not in any way condemning social media, but there must be control. Ile time uko pale WhatsApp kwa status, ukipiga status zako, Facebook ukipiga status zako huko pia ukiupdate pale kwa wale wa treatment, ukipiga tweet zako, wale wa Instagram ukijipiga filters na kutesa. The amount of time you spend there, that can also become an idol. So, anything that you give devotion more than God, anything that you love more than God, money can become our God. Hakuna mtu ambaye anasema pesa ni mbaya. We all like to have it. But it should never come to a place where it replaces your relationship with God. Because Jesus asked a question. What will it profit a man if I gain the whole world and I lose my soul in hell? So because this is what idols do. Idols zikija katika maisha yetu huwa zina replace ile devotion ungepatia Mungu. Unapatia hicho kitu ambacho kimefanyika Mungu katika maisha yako. So ask yourself, what do I devote most of my time to? Ni nini ambacho roho yangu? Kuna mtu katika maisha yako ambaye anaweza fanyika miungu, kwamba huyo mtu unamuogopa ama unamheshimu zaidi ya vile unaheshimu Mungu. That you can do something wrong to please that person and displease God. Yani unaweza uamue ufanye kitu kibaya ufurahishe huyo mtu, afadhali ukasirishe Mungu, kuliko kuamua kufurahisha Mungu ukasirishe huyo mtu. Unaamua hapana, mimi lazima nifurahishe Mungu na nikasirishe Mungu. So kitu ambacho kiko mbele ya Mungu katika maisha yetu, hicho kitu ni miungu. Anything that you love and value more than God. Now Jesus said, I just love the teachings of Jesus. I wish I can just become like him. Because he taught things that were so practical and simple. Akasema, your heart will always be where your treasure is. Kwamba roho yako huenda mahali ambapo umeweka hazina yako. Umeshawahi kuwa unatembea hivi, all of a sudden unasikia ni kama hausikii simu yako mahali iko. Unasikia kashoke kingine kana kupiga na unatafuta hivi, unashindwa. Kwani wameamua kufanya nini? Kwa sababu watu wengi treasure yako ile kubwa iko ndani ya hiyo kitu. Ama unaenda kutuma pesa vibaya kwa M-Pesa, unaona inakuletea jina lingine mara moja, inakuletea labda ulikuwa na withdraw kwa agent hapo. Hiyo pesa kuliko itoke hapo inatoka Mombasa. Unakondoa macho. Unatoa jasho. Unaanza kupeana story, hata mtu wa M-Pesa hapo anataka kusikia. Hii pesa nilikuwa nimekopa. Tafadhali nataka tuelewane hivi. Unaanza kumpatia hata shida zako. Ama unaingia kwa gari alafu unalia na all of a sudden mahali ulikuwa umeweka pesa zako haziko.
Those things that we treasure. Roho yako inakuanga mahali ambapo umeweka hazina. Now, and if you want to know, because this is a principle that even affects how we do relationship with others. Ikiwa utakaa wiki moja, 2, 3, 4, 5 bila kupigia mtu fulani simu, jua huyo mtu hakuna mahali yako kwa roho yako. Wale watu ukiwapigia wanakuambia nilikuwa nimetoa simu nikupigie saa hii tu, hata ni kama wewe Mungu anakuongeleshana. Lakini wale watu ambao wako katika roho yako ni lazima you must do some form of kind of communication. Now ask yourself today, leo treasure yako iko wapi? Ni nini ambacho unaweza kuwa umeabudu kile ambacho sio Mungu? Kitu ambacho umepatia time na devotion kuliko Mungu. Inawezekana the way you look, just the way you look and appear, your beauty and your personal outlook, that can become an idol. The way you dress, inaweza kuwa you are dressing to attract attention to yourself. You want other people to see you, not to see God. The way you talk, your words, they are going to reveal and tell to us where in the position that you have kept God. Kuna watu ambao focus yao ni kujilindibikizia sifa. There are people when they are giving stories about themselves, you can think they are Superman. Mtu anakupea story vile wameenda mahali wamefanya mambo na yeye hajawahi shindwa. I used to have a friend, tulikuwa tunamuita kinyozi. Jamaa mlikuwa mnakaa chini awapige wembe. Anawapiga story vile mambo imefanyika. Hata anawaambia kitu yani ile mkiangalia tu mnajua live hii kitu ni uongo. Ati jana amepigwa risasi ya jicho imetokea huko. Alafu ikapita haraka mara moja, alafu pakajifunga jicho ikajifunga mara moja. Cha. Hapo ndo walijua mazee kumbe anakuaga yule mtu. Na ukimwangalia tu unajua outright bwana hii ni uongo, lakini tunakaa tu chini hapo tumuelewe. There are people who focus on bringing attention to themselves. Young people, the way you dress, unataka kuvaa sio Mungu apokee sifa. Ndio watu wakutambue, watu wakuone. Labda kuna mabuti umekukisema hizi mabuti siku moja nikiomoka nitanunua. Matimba alafu unazinunua. Ukipiga pale shughuli yako pale mtaa unaanza kusema walinidharau. Alafu unawaonyesha. Who is laughing now? Exponential, potential. Achana nao. Hebu angalia wewe mwingine kiatu umevaa umwambie walinidharau. Hata mimi nitakuwa na vaa Timberland sasa. Nitakuja nazo hapa kanisani naonyesha. Mlinidharau. Who is laughing now? The way we look and the way we appear, that can become an idol. That I want to bring attention to myself rather than bringing attention to God. Now in conclusion, that is why God told these people, don't have other gods before me. Don't allow yourself to have anything that you are devoted to more than me. And ndiposa Yesu akasummarize akasema, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. When you love God with all your mind, you devote your mind to Him. When you love God, you will not have other things that are before Him. You will not use His name in vain.
When you love him, you will take time to worship him. That's why the Sabbath was there, for man to rest and to worship God. Mungu hataki watu ambao wanamwabudu kwa haraka. We are not in a hurry when we are worshiping the Lord. That's why he had given a whole day, siku nzima mahali ambapo watu wanaweza kumwabudu. Where Mungu hataki, unajua kuna watu ambao wanaingia kwa Mungu ni kama wameenda mahali kuna emergency. Mungu anaenda na shughuli, unaenda kwa Mungu na shughuli yako teketeke. Bwana nimekuja, si unanicheki? Ninaomba God kitu hii na hii na hii unisort haraka nataka kuenda. In Jesus name amen. Mwambia Mungu mazetu si unanielewa au unanijua teketeke. Imagine God had given a whole day that is called Sabbath, so that man could rest and worship him without a hurry. Mungu hataki tumuabudu tukiwa tuko na mbio katika maisha yetu, anataka tu tumuabudu kwa upole, tuwe tu slow, ndio akiongea naweza kumsikia. So when you love him, you will give him your time. Now ask yourself, ni nini ambayo unakuanga umejidevote kwake? Among these things that we are talking about, which is that one thing that you can say, this one has become an idol, or it is in the verge of becoming an idol? Kwa sababu ninajidevote kwa hii kitu more than ninajidevote kuweza kumwabudu Mungu na kuweza kumpenda. Kwa sababu Mungu anataka kutubadilisha tukue kama yeye. He wants to mold me to become like Jesus. And the only way for him to do that is to allow him to become the first thing in my life. Worshiping him and giving my total life to him and my devotion to him. And when I do that, the first 4 commandments will be covered. When I give my devotion to God and when I love him, he will surely help me and allow me to be transformed into the image of his son. Na hiyo ndio sababu ya Mungu. Tunapomwabudu abadilishe mioyo yetu na mawazo yetu tuweze kuwa kama Kristo. Now because you become like that which that you worship, if you worship God and give him the first place in your life, you will become like Christ. Unaanza kupata kwamba lile tunda la Roho Mtakatifu ndani yako limeanza kumea, limeanza kukua produced. You find that in your life, if you fully worship God, in your life rather, you have love, you have joy, you have peace, you have patience, you have kindness, you have gentleness, you have self-control, you have faithfulness, and you have humility. If you fully worship God and give him your life and love him, those qualities will be evident in your life. But if you choose to worship the other things, you will find that the works of the flesh, those things will change you. Idols will change you to become like a person of the world. Greed, immorality, adultery, all those evil things. If we worship something that is not God, tutabadilishwa tukue kama vitu hivi, tukue kama watu wa dunia. Lakini wakati ambapo tunamwabudu Mungu na kumpatia nafasi ya kwanza, the fruit of the Spirit of God is produced in our lives. And that is the intention of God. That we love him, that we obey him, that we follow him, so that the fruit of God is developed in us and he molds us to be able to become like Jesus Christ. Let's rise up. Thank you so much for those people who are watching us. God bless you. For those who are continually supporting us, may the Lord bless you. And till next time, may the grace of God be together with you. In Jesus' name. Amen.